Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea. Tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husheherekewa. Shalom watazamaji wetu wa Sonship Spirit TV. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kutufuatilia tangu tulipoianza safari hii ambayo Mungu Baba alitupatia tuianze pamoja naye. Na hata sasa umeendelea kuwa pamoja nasi. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yako na tunazidi kukuombea nawe uendelee kuwa mshirika wa maono ya Mungu Baba katika kuyatangaza na kuyaeneza duniani kote. Kipindi ni wenye maono husherehekewa. Muda ni ule ule, saa 12 kamili jioni, siku ni ile ile, siku ya Jumatano. Na leo hapa kwenye jukwaa la wenye maono husherehekewa tunaye mgeni. Mgeni gani? Amekuandalia nini? Anatokea wapi? Basi endelea kututazama. Tunaye mgeni mzito kweli kweli. Na hapa moja kwa moja naomba nimkaribishe mgeni wangu. Karibu sana mgeni. Asante sana ndugu mtangazaji. Najua unatamani kujua mgeni huyu ni nani, ametokea wapi, anafanya kitu gani na kwa nini amekuja siku ya leo. Lakini kabla hatujapata utambulisho wake, mimi ninatamani sana, nina shauku ndani yangu ya kumuuliza maswali. Naomba nikuulize maswali mgeni wangu kabla sijakukaribisha kwa ajili ya utambulisho. Karibu sana na karibu tena. Hapa ni jukwaa lako, hapa ni nyumbani kwako. Tafadhali tunaomba utufahamishe kidogo yaliyojiri habari mseto ni kitu gani? Ndugu mtangazaji, yaliyojiri habari mseto ni jukwaa ambalo Kristo Yesu alitupatia kwa ajili ya kufunulia mwili wa Kristo au wana wa Mungu duniani kote asili yao. Kama ambavyo unafahamu ndugu mtangazaji kwamba chochote unachokisikia, kitu hicho utunga mimba na baadaye uzaa matunda ya kile ulichokisikia. Hivyo nasi Roho Mtakatifu alitupatia amri ya kufunua habari njema za ufalme wa Mungu duniani kote. Na ndio maana akatupatia mstari unaosema na maneno yenu yatiwe munyu. Ili neno munyu kiliangalia lina maana ya chumvi, ambalo ni neno la au ni lugha ya Kibantu. Na ukiangalia kwa wenzetu hapa nchini Tanzania, kuna baadhi ya makabila ambao wanalitumia sana. Sisi kabila letu pia tunatumia neno hilo. Yes. Okay, ni vizuri. Ukiangalia kwa Wahaya, ukiangalia kwa Waha, wote wanatumia umunyu. Na ukiangalia kwa wenzetu majirani, nchi jirani Uganda, na wenyewe wanatumia umunyu. Haya yote yakiwa yanafunua chumvi. Na tukiangalia katika kitabu, nadhani kitabu cha Mathayo, nasema kwamba Yesu Kristo alituambia ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Ikiwa na maana kwamba ukiangalia chumvi ina kazi nyingi, lakini kwa tukitazama na chumvi ni ladha, lakini pia inahifadhi. Yes, kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa anatufunulia kwamba sisi ni ladha, lakini pia kwa maana nyingine kupitia sisi mwili wa Kristo dunia inahifadhiwa. Kwa hiyo pasipo sisi mwili wa Kristo duniani sio mahali salama. Na kwa kuwa sisi leo hii tupo mwili wa Kristo, tuko hapa duniani, ndio maana unaona dunia ni mahali salama, ni mahali pa amani, ni mahali pa furaha. Haya yote ni kwa sababu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hivyo tunaweza tukasema yaliyojiri habari mseto ni mahali pa habari njema za ufalme wa Mungu, mahali ambapo unafunuliwa utajiri wote wa Kristo Yesu, na ni mahali pa raha, ni mahali pa pumziko la moyo, ni mahali pa ridhiko, na ni mahali pia pasikio ambalo linapenda kujifunza. Wow. Nashukuru sana mkurugenzi. Mimi najua wewe ni mkurugenzi, lakini unajua kutueleza mkurugenzi wa nini utatueleza baadaye. Na nimefurahi sana kusikia. Ama hakika hata mimi nimekuwa ni mnufaika wa jukwaa hili ya yaliyojiri habari mseto. Hapa mimi nimepata habari za uchumi, nimepata habari njema za biashara na uchumi, nimepata habari njema za michezo, nimepata habari njema za masuala ya uongozi ndani ya ufalme wa Mungu na namna Mungu ambavyo anafanya kazi na watu wake. Hakika mmetunufaisha kweli kweli. Ninaamini hata mtazamaji wetu atakuwa shahidi wa jambo hili ninalolisema. Asante sana mkurugenzi. Hakika maelezo yako yamejitosheleza mno. Nimefurahi kwa sababu mimi pia ni mmoja wa nufaika wa jukwaa lenu au taasisi hii ya yaliyojiri ya habari mseto. Hakika hapa
tumepata habari za uchumi, tumepata habari za siasa na uongozi, tumepata habari za burudani na michezo, tumepata habari za vipawa mbalimbali ndani ya ufalme wa Mungu, namna ambavyo wana wa Mungu wanaonesha utajiri wa Mungu katika maisha yao hapa duniani. Hakika limekuwa ni jukwaa letu bora kweli kweli. Tumeiona asili ya Mungu, tumeiona furaha ya Mungu, tumeiona raha ya Mungu kupitia jukwaa hili ya Yaliyojiri Habari Mseto. Hakika limekuwa ni jukwaa la vipawa mbalimbali vya Mungu. Mkurugenzi, ninaamini kati ya vitu ambavyo mnafanya, hii ni malengo kabisa mazuri ya Yaliyojiri Habari Mseto, au unasemaje? Ndiyo, ndugu mtangazaji. Moja ya malengo makuu au lengo kuu ndani ya Yaliyojiri Habari Mseto ni kwa ajili ya kuvumbua na kuvisimamia vipawa vya wana wa Mungu na kuvifanya vizae matunda ndani ya mwili wa Kristo na nje ya mwili wa Kristo, au kwa maana nyingine tunaweza kusema duniani kwa ujumla. Kwa hiyo ndani ya Yaliyojiri Habari Mseto kuna wataalamu mbalimbali ambao utakutana nao katika Yaliyojiri Habari Mseto. Kuna wataalamu wa afya, kuna wataalamu wa kompyuta, kuna wataalamu wa siasa, kuna michezo na burudani na vyote na vingine vyote ambavyo ndugu mtangazaji unavifahamu. Lakini kwetu sisi utofauti wetu upo katika elimu ya darasani ambayo wewe umeipata. Elimu hiyo kwamba imevuviwa na Roho Mtakatifu. Maana yake imevuviwa uhai wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupitia elimu hiyo sisi tunaitumia kukuletea habari. Ambapo leo hii ndio unayoiona. Hatukuletei tu habari, bali tunakuletea habari ambayo kupitia ile elimu ambayo umeipata darasani, ile elimu ambayo Mungu amekupatia neema ya kuipata, lakini imevuviwa na Roho Mtakatifu, leo hii ndio tunayokuletea habari. Na nikukumbushe ndugu mtangazaji kwa leo hii kuna taifa la Marekani linafikisha miaka 250 ya uhuru. Walikuwa wanasherehekea mwaka huu, wanasherehekea miaka 250 tangu walipopata uhuru wao. Yes. Wanasherehekea hiyo miaka. Ukiangalia kipindi cha nyuma, madaktari wote wa binadamu walikuwa wapewi leseni ya udaktari kama hawajazaliwa mara ya pili ndani yani hawajafanyika wana wa Mungu na kuvuviwa na Roho Mtakatifu. Jambo jema sana. Kwa hiyo ilikuwa ili upokee au ili upate leseni ya udaktari wa binadamu ilibidi uzaliwe mara ya pili na ujazwe kwa Roho Mtakatifu. Na leo hii pia tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, na wenyewe ni jambo ambalo Bwana aliendelea kufanya katikati yao. Lakini pia leo hii tunaye mwana wa Mungu mmoja ambaye pia dunia wanamjua sana kwa sasa hivi kwenye swala nzima la uongozi, naye ni mkufunzi katika eneo la uongozi ambaye anajulikana kwa jina la Maxwell. Maxwell namfahamu sana. Tumemkoti sana kwenye eneo la uongozi. Nimesikia wanasiasa kadhaa wakimtaja sana Maxwell. Kumbe naye ni mwana wa Mungu. Ndio. Mwana wa Mungu, na yeye kupitia ile elimu ya darasani aliyoipata, na yeye elimu yake imevuviwa na Roho, ndio maana leo hii tunayaona matokeo. Na pia yeye alitoka katika chini ya kiongozi ambaye pia na yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye alijulikana kama Dr. Shure. Yes. Kwa hiyo kipindi chake cha Hour of Power nakikumbuka sana hiyo kipindi, miaka ya 90 mpaka miaka ya hivi karibuni amesimamia mjukuu wake Hour of Power, Dr. Shure. Ndiye aliyemuibua Bwana Maxwell. Ndio, huyo alikuwa chini yake. Kwa hiyo leo tunaona matokeo makubwa ya huyu mwana wa Mungu Maxwell kwenye swala nzima la uongozi, lakini ni matokeo ya ile elimu ambayo aliipata darasani ikavuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kwamba elimu zetu ambazo Mungu ametupatia za darasani zikivuviwa na Roho Mtakatifu ndivyo ambavyo huzaa matunda ambayo ni faida kwa jamii iliyokuzunguka na ni faida pia kwa vizazi vyote vinavyokuja.